chini ya huduma ya kanisa la Yesu ni lango la uzima, kikiongozwa na mtumishi wa Mungu Bishop James Mdoe. Hapa utapata mafundisho ya uhakika ya neno la Mungu yatakayojenga maisha yako ya kiroho, kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Somo langu linasema Mungu ananiondolea aibu hii. Mungu ananiondolea aibu hii. Mungu ananiondolea aibu hii. Mungu ananiondolea aibu hii. Haleluya. Na ni vyema ukaandika na tarehe unapoandika somo. Mungu ananiondolea aibu hii. Hakuna jambo baya katika mtu unayemcha Mungu ukawa na aibu fulani. Aibu fulani ni jambo linahuzunisha, linachuruzisha machozi ndani. Ukawa unamwabudu Mungu na unasema Mungu wako anaweza, lakini kuna aibu uko nayo. Ni jambo linaumiza sana. Na aibu inaweza isikae kwako, ikakaa kwa watoto wako. Lakini ukawa unaumia kwa ajili ya aibu ya watoto wako. Lakini pia unaweza aibu isikae kwa watoto wako, ikakaa kwa watu uliozaliwa nao kwenye nyumba ya baba yako na mama yako. Ikawa kuna aibu inakula familia. Na hiyo aibu imesababisha machozi, hata unapoomba mbele za Bwana inatangulia kukusimamia mbele. Badala ya kupeleka hoja mbele za Mungu, unalia kwa sababu ya ile aibu. Hebu sema Mungu ananiondolea aibu hii. Sema tena Mungu ananiondolea aibu hii. Tafsiri ya neno aibu, naomba uandike hivyo. Tafsiri ya neno aibu, tafsiri yake ni uchi. Tafsiri ya neno aibu. Ukisikia mtu anasema huyu mtu ana aibu sana, ujue huyo mtu yuko uchi sana. Ni kama gumu sana ukiliongelea, ndio tafsiri yake, halina tofauti. Atakaye kuambia lingilelo atakuwa anakuongopea. Tafsiri ya neno aibu ni uchi. Ukisikia mtu anasema ana aibu, tafsiri yake ulimwengu wa roho wanamtafsiri huyo mtu yuko. Nisikia watu wakinijibu basi. Ukisikia mtu anasema Mdoe ana aibu sana, ujue huyo au ulimwengu wa roho wanamtambua kama Mdoe yuko uchi. Maana yake hajavaa nguo. Maana yake hana chochote mwilini. Sasa anakuwa yuko nini? Yuko uchi. Na shetani kazi yake kubwa ya kuifanya kwenye familia, kwenye koo, kwenye nyumba ya mtu ni kuhakikisha mtu fulani anatembea uchi. Anamvua mavazi, anamweka akiwa uchi. Hakuna aliye uchi anayeweza kusimamia jambo likaenda. Kuna amina hapa? Hakuna aliye uchi anayeweza kusimama mbele za watu. Hakuna aliye uchi anayeweza kuongoza watu. Hakuna aliye uchi anayetazama macho yake akayaangaa hivi. Kila mtu aliye uchi huwa anatembeaga hivi. Wengine wakitembea wakiwa uchi hawatembei kwa hatua, wanajibanza hatua zao. Kwa sababu gani? Wako uchi. Shetani anataka kila mtu mwenye neema kubwa au kila familia iliyoandaliwa na makuu watembee uchi. Haleluya. Lakini kila aliye uchi hawezi kukaa katikati ya watu akawa kiongozi. Bwana Yesu apewe sifa tena. Bwana Yesu apewe sifa tena. Biblia inasema walikuwa wakikutana kila jioni ya saa 12. Mungu anashuka Edeni, anamkuta Adamu, anamkuta na Eva, wanakaa, wanaongea, wanasalimiana. Biblia inasema shetani alipoenda Edeni, yeye alipoenda akawavua mavazi. Alipovua mavazi, Biblia inasema wakajiona wako nini?
wako uchi. Wakakimbia wakaondoka. Haleluya! Wakaondoka kwenye Edeni. Kwa nini wanaondoka kwenye Edeni? Edeni huwa Mungu anakujaga, akija wanaona aibu, wataonekana wako nini? Wakaondoka pembezoni mwa Edeni. Hata Mungu anakuja majira yale yale kuwatafuta, haoni mtu. Anaita, anasema, Adamu, 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 uko wapi Adamu? Anaitika kwa mbali. Adamu anasema, he, niko huku Bwana. Anasema, unafanya nini? Anasema, nimejificha. Kwa nini unajificha? Anasema, niko uchi. Kumbe mtu akiwa na aibu lazima aondoke katikati ya wenzake, aondoke katikati ya kundi. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa tena. Mtu akishakuwa tu na aibu anaondoka katikati ya kundi. Maana yake kumbe ulimwengu wa roho anajitambua yeye na nafsi yake, na kuna nini? Uchi. Haleluya! Takuwa mnasali na mtu, mnaabudu na mtu, ghafla mnamuona ni miezi miwili, unamuuliza uko wapi Evodi? Anasema, mtumishi, niko bize tu sana. Hata kama ukiwa bize kanisani, mbona tukuoni? Unajua mtumishi. Tafsiri yake rohoni ni kwamba Evodi akija kanisani hapa anajikuta yuko nini? Inambidi aondoke pembezoni mwa nini? Mwa watu wa kanisa, ili akakae pembeni, akakae kwa watu waliohalalishiwa aibu. Haleluya! Waliohalalishiwa nini? Aibu. Kuna watu waliohalalishiwa aibu wa mataifa, watenda dhambi. Hawa wamehalalishiwa nini? Aibu. Lakini kwa mtu wa Mungu kuna mahali pake lazima ahangaikavyo, atakutana na ndugu zake hapo. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu apewe sifa sana. Shetani hapendagi mtu wa Mungu utembee ukiwa na mavazi, na ukishakuwa tu na dhambi. Haleluya! Tumesema aibu, tukasema uchi, lakini vyote hivi vinaletwa na kitu kimoja kinaitwa dhambi. Inaanza kutokea dhambi. Dhambi inakuvua mavazi, halafu unaona aibu, halafu unakimbia. Sasa mtu ukiona haonekani hata kanisani, ujue huyo mtu kuna namna amefanya mahali jambo. Sikia nikwambie, unajua dhambi ni uasi. Unajua unapokuja hapa Mungu anaongea na roho yako. Sasa akiongea na roho yako unajikuta upo uchi. Inakupasa wewe, na unaweza usijue ninaongea na watu ambao wana huduma. Sasa unaweza kushangaa mtu mko naye kwenye kundi la wazee, kundi la mashemasi, lakini yeye akishaingia tu katikati anatamani tu mpangalane. Sio, ni Kiswahili sahihi? Mwe separate. Yaani akija yeye hapo atatafuta tu kakosa ili watu wawe nini? Wacha. Ujue huyo mtu nyuma yake kuna dhambi imemla. Dhambi kimla mtu, huwa mtu anajificha, kwa sababu dhambi ni utupu, dhambi ni uchi. Haleluya tena, haleluya tena, haleluya tena. Biblia inasema alipoona wamekimbia Eden, akaona nitaenda peke yangu, hawezi kukutana na mimi tena, nitafanyaje? Akatuma kitu cha ajabu sana. Biblia inasema akaituma sauti yake, akatuma neno lake, ambaye neno lake ni Yesu Kristo. Ndiye aliyeenda kumtafuta aliye uchi. Hakuna mtu aliyenielewa hapa. Mungu alipoona wamekimbia hakuhangaika nao, akajua mimi ni mna mavazi, hao wako uchi, hatuwezi kuendana. Kuna mtu ambaye yeye atawakomboa kwa kukaa uchi msalabani uchi, halafu atawakomboa walio uchi, atawaingiza kwa waliovaa mavazi, ataingiza kwa walio mashujaa. Mungu akaona mimi sitaweza kukaa uchi sehemu yoyote, lakini anaweza kuwakomboa ni huyo atakayekaa uchi naye. Akatumwa Yesu,
Alipotumwa Yesu kama neno la Mungu, ndiye alienda Edeni akapiga kelele, akaita Adamu, 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 uko wapi Adamu? Sababu yeye alimwona Adamu uko uchi. Yesu ndiye anayekaa uchi mtini, ili kila aliyevuliwa vazi Yesu amvike vazi. Na Biblia inasema baada ya ile sauti tu, Bwana Mungu akachukua mnyama, na huyo mnyama alikuwa ni kondoo, ambaye ni mwanakondoo, ambaye ni Yesu Kristo. Akachinjwa, vazi lake kama ngozi, akavikwa tena Adamu, ili Adamu atoke katika utupu, katika aibu yake, arudi atembee kwa ujasiri kama shujaa, kwa sababu walio na Mungu wote ni mashujaa. Hakuna aliye na Mungu aliye na aibu. Sikia nikwambie, kila aliye na Mungu hana aibu, bali ana ushujaa, ana hekima na maarifa. Biblia inasema, maana hatukupewa roho ya hofu, hatukupewa roho ya uoga, bali roho ya ujasiri na nguvu. Kwa hiyo hakuna aliye na Mungu ambaye, na ndio maana nikakwambia, ukiwa hata ni mdada una Mungu, wamekupigia kisi mahali na ukaenda peace sawa. Na mimi nimekwambia usikimbie kisi. Zikipigwa kisi zifuate, nenda kubarikiwe. Zikipigwa kisi mahali, kisi ombe vipi? Haleluya. Halafu ukifika pale usilete aibu. Ukifika pale amekupigia kisi, niwe mkaka kodoa macho yako kwenye macho yake. Hakuna taamina hapa. Wamekupigia kisi, umetembea kutoka kanisani na handbag yako, Biblia yako, dada, sister, siombe okay brother, unasemaje? Ukimfikia pale, nyoosha macho yako kwenye macho yake. Yeye alitegemea atakuita uanze kuvunja vijiti, uanze kuandika alizini. Anashangaa una macho kama ya nyoka mkali, kwa sababu aliyekukomboa ni nyoka ya shaba, ana macho ya ushindi. Hakuna aibu kwa mtu wa Mungu. Haleluya. Wewe ukiona umeokoka, unaitwa mahali na vijana, halafu unaanza yani mimi, unaangalia mafundo ya nguo, hujaokoka. Ndio maana unatusumbua kanisani. Waliookoka ni majasiri kama nini, wana nyuso kama za simba. Ukimwangalia kijana, unasikia kijana, dada nilikuwa tunakusalimia, mwambia okay, nawahi nyumbani. Kwa nini? Ulimpiga taa za ndani. Zile taa zina uzima ndani yake, zile taa zina uhai ndani yake. Ulivyompiga kwenye macho yake, mwenyewe akainama chini. Kama atakuwa alikupigia kisi, ameitwa na Bwana, wewe umemnyoshea macho kodo, na yeye atakunyoshea macho nini? Ujue hii sawa. Nakupa password za kiroho hizo. Sema amina tena, sema ameni tena. Wewe umemnyoshea macho kada. Kama katumwa na Bwana aje awe mumeo, na yeye atanyosha macho kada. Lakini ukimpiga yale mawili ya nyoka wa shaba, ukisikia tu dada kwa kweli, mwambie brother, samahani, nawahi nyumbani. Ujue tukatumwa na nani? Na mzee wa uovu. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Wewe ukiona una rafiki yako anakuambia, unajue mimi sipendaki kusimama mbele, mwambie umefanya nini? Sijeleweka hapa. Acha nipeleke vile. Sema hivi, una rafiki yako labda mnasali tu kanisani, lakini siku zote atakagi kabisa hii kusimama hapa, atakagi. Muulize mwenzangu, umefanya nini? Yaani huyu atakuwa na dhambi. Dhambi imemweka uchi. Aliye uchi ana aibu, hawezi kusimama mbele za nani? Kuna mtu amesema amina, nikaeleweka hapa. Aibu inasababisha mtu akose vitu vyake. Aibu inasababisha mtu akose baraka zake, kwa sababu huwezi kwenda kumwomba mtu kitu ukawa una aibu. Kienda kumwomba mtu kitu ukawa una aibu, huwezi kunyoosha maneno. Hakuna aliye na aibu mwenye maneno yaliyonyooka, hayupo. Tusikia tu, yani mimi nilikuwa tu mtumishi, anaweza akaja kwako, ana jambo la kuhitaji, kile kifanya kaja kwa kusalimia. Hujanielewa? Anakuja kwa mzee Kalo, ana jambo fulani anataka kwa Caroline, lakini akija kwake anamwambia nimekuja tu kuwasalimia. Afu jua anaondoka. Afu jua atakuja tena baadaye. Mimi naeleweka hapa nachongea.
Yaani kumbe huyo mtu amejaa nini? Aibu. Lakini aibu inaitwa nini? Na uovu. Uovu nini? Ni dhambi. Dhambi inamnyima mtu haki. Dhambi inamnyima mtu wa kuwa mwana. Mtu anakosa hali ya kuwa mwana, anatembea kama mtu aliye nini? Aliye asiye na baba. Lakini kila aliye mwana wa Mungu yoyote lazima awe na haki. Lakini Mungu pia anamvisha. Unajua nikwambie, wokovu unaitwa vazi. Wokovu ni vazi. Ukiokoka umevikwa vazi la wokovu. Tafsiri yako kwenye mwili wako hakuna tone la aibu, hakuna selusi ya aibu, bali kuna hekima, bali kuna maarifa. Utamjibu mtu kwa hekima, sio kwa aibu, kwa hekima, halafu na kwa adabu. Lakini aibu itupwe mbali na wewe. Mungu anasema aibu aliiweka kwa Wamisri, akawawekea Wamisri nini? Aibu. Anamwambia Musa, nitawaondolea mimi aibu ya Wamisri, haitawapata tena. Walipokuwa wanateswa, eti kumbe kuteswa, kufanikishwa, kutumikishwa na Wamisri ilikuwa ni aibu kwa Mungu wetu. Anaona watu wake wanatumikishwa, anasema utakapowatoa nitawaondolea kwanza aibu ya Wamisri, haitakaa juu yao tena. Kumbe Mungu anataka kila mwanaye anayemcha, anayemwabudu asiwe na aibu yoyote. Haleluya, haleluya. Tena unapomcha Mungu utakiwa kuwa na aibu yoyote. Kwambia jambo la ajabu. Hivi unajua tuna miaka 6 Yesu langu uzima. Hivi unajua kuna mtu aje kutoka mbele kucheza hapa? Usije kumtaja. Sijeleweka bado. Acha nirudie tena. Nasema tuna miaka 6, tumetimiza juzi tarehe 5, miaka 6. Kuna mtu hajawahi kutoka hapa mbele kumchezea Bwana. Uko mbali. Kuna mtu mwingine akiimba kwa sauti anaona aibu. Kuna mtu mwingine unajua akimpigia Mungu makofi yale ya kumtukuza Bwana, yale ya shangwe, anafanya hivi, unajua anaona nini? Usije ukamtaja wewe mama. Haleluya. Biblia inasema walio na Bwana ni majasiri kama nini. Hawa watu wakisikia nyimbo za Bwana wanachanganikiwaga. Siku moja nikaenda Tegeta, niliwaenjoy kweli kweli. Nimeenda Tegeta pale. Tegeta huko mbali, ingine nimeenda Tegeta huko. Nikafika mahali nikakuta kuna mkutano wa injili unapigwa. Halafu niko na mwanangu mmoja pembeni. Ule mkutano wapiga pembeni, jamaa anapiga barabara iko kwa juu hivi. Ule mkutano uko kwa chini hapa. Nikasimamisha gari na mwanangu. Nikamwambia hizi pambio tuziache zipite hivi hivi. Hizi pambio hazio zikapita hivi hivi, hizi pambio. Tukashuka pale tukayarudi mangoma. Waliokuwa kwenye mkutano wanaangalia wale jamaa. Alafu mkutano unamhubiri nataka kusimama, tukamwambia tuna muda, lakini cha Bwana kwanza tumekichangamkia. Wewe inakuaje ibada inaanza mpaka inaisha una nini wewe? Kuna watu mmoja Yeremia aliwaliliaga, walikuwa kanisani. Nabii Yeremia aliwaliliaga. Anasema walikuwa kanisani, halafu kanisani wakiwa wanaitwa mashujaa. Hao tu ni mashujaa, ni majianti wa kanisa. Anasema hivi, si tusome ile mstari. Soma hiyo Yeremia 46:12. Soma haraka haraka. Yeremia 46 mstari wa 12. Kuna kitu bado tukiangalie. Haleluya. Mwambie jirani yako Yesu anakupenda. Leo atakuondolea kila aibu. Mwambie aibu yoyote iliyowekwa kwako itaondoka leo. Haleluya. Jesus mighty name. Soma Yeremia 46 na mstari wa 12. Bwana mumfungulie maiki. Au anawasha kisambaa. Neno la Bwana linasema, ndio, mataifa wamesikia habari za aibu yao. Mataifa hao watu walikuwa kanisani, walikuwa waongoza sifa, walikuwa wana maombi, walikuwa mashujaa kwenye kanisa. Anasema mataifa wamesikia nini? Habari za aibu yako. Habari za aibu yao. Nayo dunia imejaa kilio chako. Nayo dunia imejaa kilio chako.
Maana shujaa amejikwaa juu ya shujaa mwenzake. Shujaa amejikwaa juu ya shujaa mwenzake. Wameanguka wote wawili pamoja. Wote wawili wameanguka. Kuna naelewa kitu tunachokiongea pale. Yeremia anasema ni shujaa amejikwaa juu ya shujaa mwenzake. Wameanguka wote. Amen. Mashujaa wa kanisani wameanguka wote. Amen. Tafsiri yake hao watu walifanya dhambi kwenye jumuiya, kwenye kusanyiko la Bwana. Hao watu wameanguka dhambini, lakini kwa wao anasema mataifa wakasikia habari zao, aibu yao wakaisikia. Anasema Yeremia analia, anasema watu waliowategemea kama mashujaa kwenye kanisa wameanguka, wamejikwaa. Kumbe mtu ukifanya dhambi kwa mtu wa kanisa, mataifa huwa wanapenda kusikia aibu. Amen. Mataifa yanapenda kusikia aibu ya mtu. Yes. Na ukiwa kama ni mtu wa Mungu na imetokea, wewe ni mwanadamu, una mwili, lakini ikiwa imetokea na ukaisikia aibu ya mwenzako, hakikisha wewe unakuwa wa kwanza kuvua vazi na kumvika vazi. Amen. Mungu anisaidie. Kuna mahali fulani, nchi moja hivi, mtu mmoja alifanya uasi na akakimbia, na alivyokimbia akaingia kwenye nyumba ya Muislamu mmoja, na alikimbia baada ya kuswali, walikuwa ni kama wamemfumania. Alivyoingia kwenye nyumba ya Muislamu mmoja, yule mama wa ile nyumba akampa yule baba vazi akavaa. Mimi niliona kama ni kitu cha kinabii sana. Yule mama akampa vazi, na ni Waislamu. Walimpompa vazi, maisha yakaenda. Yule mtu akaja kurudi kwa Mungu, lakini sasa hivi ni marehemu. Maisha yakaendelea, lakini miaka ilivyoenda, mwaka juzi, ile familia yote ambao walimvika ile vazi sasa hivi ni watumishi wa Mungu, wameokoka, wanamsifu na walikuwa Waislamu. Kwa hiyo kumbe kuna namna ya kumbebea mwenzako mzigo na mbingu ikakupata neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna namna ya wewe kumbebea mwenzako mzigo. Ukiona mwenzako amefanya jambo ambalo ni chukizo, ambalo ni aibu kwenye kanisa, ambalo ni aibu mahali, usiwe kihelele wa kusema. Mwite, mfuate. Biblia inasema warejesheni kwa upole. Nenda hapo mahali anapopatikana ili ukakae naye uweze kumrejesha kwa pale. Haleluya. Shetani anapenda kila familia iwe na aibu. Hivi unajua kuna familia zina aibu ya kudumu? Ziko familia zina aibu ya kudumu. Aibu ya kudumu. Na leo ndio Mungu wangu ninayemtumikia atakuvika vazi. Amen. Ziko familia zina aibu ya kudumu mwanangu. Aibu ambayo ukiambiwa hivi, hizo familia mpaka unasema ni nini hii? Jana nimetoka naenda kazini. Ndio na mtu mmoja nikampa lift. Akawa anaongea na baba yake, yuko Mtwara huko Lindi. Baba yake analia, amefukuzwa kwenye nyumba ya dada yake. Sijui kama naeleweka hapo. Baba yake huyo kijana analia, anampiga mwanangu, hivi sisi familia yetu ina nini? Dada yangu kanifukuza kwenye nyumba yake. Nikamwambia analia ni nani? Baba. Kwa hiyo baba hana nyumba. Na wewe asema na mimi nimepanga wapi hapo Kichangani? Sio mtu anaelewa hilo jambo. Amen. Manake kuna huyo dada yake huko alijengewa nyumba na mume wake. Manake sio hiyo familia. Hiyo nyumba sio hiyo familia. Amejengewa dada yake na baba yake huko. Lakini baba yake aliyemzaa huyo kijana hana nyumba, anakaa kwa dada yake. Lakini pia mtoto ambaye yuko mjini Dar es Salaam hapa, na yeye amepanga. Na ananipa ushuhuda, ananiambia baba, namshukuru Mungu, safari nimepanga chumba cha mwanga. Kama nimepanga chumba chenye mwanga, maana yake kabla hapo. Amen. Haleluya. Amen. Huyu si alikuwa anakaa chumba cha giza huyu? Kapata eti neema, anashuhudia kabisa, nashukuru kwa kidogo sasa hivi nimekaa kwenye chumba chenye umeme. Ulikuwa unakaa kwenye chumba gani? Kisio na umeme. Okay, baba yako hana nyumba. Baba yake analia, sema sisi familia tuna nini? Hakuna anayejenga. Anamlilia mtoto wake, niko kakaa pembeni ya gari yangu hivi. Nikasema hii ni aibu kubwa.
mwenye aibu tafsiri hana. Hana ndio aibu, hana. Hivi unajua hakuna kitu kibaya wanangu kama mtu umesoma naye halafu ukakutana naye ana mambo yamenyoka. Fadhali mjinsi kalijibu huko. Haleluya. Yaani mtu umesoma naye kabisa, na wakati mnasoma naye alikuwa kama mjinga fulani hivi, lakini mkapishana, mmekutana ukubwani, yani mambo yake yamenyooka hivi. Unafikiri unaongea naye nini huyo? Unafikiri unaongea naye kwa ujasiri? Usichukie. Hapa ni baba anaongea na watoto wake. Unafikiri unaongea naye kwa ujasiri? Lazima utainamisha kichwa. Lazima utaongea kama vile umekutana na Mungu. Mwili unalegea, mikono ina nguvu. Mtumishi, za siku nyingi. Unajua akitoka tu anambia jamani, unajua jamani nimesoma naye. Ingekuwa mimi sisemi kama nimesoma naye. Sema amina katika jina la Yesu. Amen. Kuna namna ambavyo ibada leo Mungu ataenda kukuondolea aibu yako. Hata kama ni watoto wako kuna mahali wanapitia panatia aibu, leo aibu itaondoka kwenye maisha yao. Iko aibu ambayo ikifunika familia yako, huwezi kusema hata nina watoto. Huwezi kusema. Utasemaje watoto wako ndio hao wako wanapiga hizi? Yaani ndio hao hawajui kwamba maisha ya nini, hawajui hao. Utawaambia nini mwenzako? Yaani ana mtoto wake ambaye hivyo. Ukiona maana yake shetani ameamua kukuvika aibu ili usiweze kutangaza mahali kwamba nina watoto waliobarikiwa. Na mimi nimemwomba Mungu kwamba ibada ya leo akuondolee kila aibu inayokufuata wewe. Amen. Kila aibu inayofunika maisha yako. Ukisimama mahali wakiuliza unatoa ngapi, unaambia ndio nao 10. Halafu unaanza kutaja nafasi zao. Kasema tu mmoja amina kwa mbali. Walokole wanapozi hao hawaelewi. Okay, baki na aibu yako. Mimi hapa nilipo na download kutoka kwa Mungu, alafu vazi linakuvaa wewe. Utakapokuwa makini kile kinachokitamka kwenye mbingu. Amen. Sababu kuna watu kabisa wanatembea kanisani, wanaenda kama anaenda kuchinjwa vile. Vipi? Haelewi kinachoendelea kwamba ni kitu gani. Kwa nini? Aibu imemfunika. Sema amina. Sema amina katika jina la Yesu. Tuliombaga zamani hayo maombi sisi. Na mke wangu tulivuka hapo. La wewe usituingilie, tulivuka hapo. Na mimi leo nataka nikuombee upako uvuke hapo kwa jina la Yesu. Sisi zamani ukija kwetu uingii ndani ng'o. Tuna viti vyetu tunaweka nje na mke wangu. Umekuja kutusalimia, kiti chako kwenye mti kule tusalimie. Unataka uje ndani alafu ujue vilivyoko ndani. Ukija kwa ghafla kuna mkeka pale, utakaa pale, utapewa chakula, utakula hapo, utaondoka. Nini? Aibu. Na mimi nataka ibada ya leo Mungu akuvike vazi. Amen. Vazi la ujasiri ulivae wewe. Amen. Vazi la heshima ulivae wewe. Amen. Vazi la ujasiri ulivae wewe. Amen. Kila aina ya aibu uliyoingia kwenye maisha yako leo iondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen. Nenda ukabarikiwe mwanangu. Kila aibu. Kuna aibu unaangalia ukimwangalia kaka mkubwa, kaka mdogo, dada, mjomba, shangazi. Kuna aibu unaweza kaangalia watoto wa kiume wote kwenye familia, wote ni aibu. Kuna aibu unaweza kaangalia watoto wa kike wote ni aibu. Sema ni wapi sasa, ni wapi? Tunaye Mungu aliyeshinda kifo na mauti. Yeye analo vazi lililo nzuri, vazi lililo jema, vazi linalojaa. Ndio hilo ambalo Isaya aliliona akasema alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi kwenye enzi yake. Vazi lake limeshuka mpaka magotini, limejaza mbingu yote. Na hilo vazi, katika hilo na wewe unavikwa leo. Utaonekana na mavazi ya utukufu. Hautaonekana na vazi la aibu tena. Vazi la fedheha litakaa kwako tena. Sema amina kubwa katika jina la Yesu. Amen. Liko vazi ukivikwa, kila mtu anakufuata. Haleluya. Haleluya tena. Kuna vazi ukivikwa unasema yes. Yes, hili ni vazi. Na
Nampeleka mzee mmoja akisambaa pale Makongo, ana watoto sita tu. Alafu watoto wana sifa hao. Kila Jumapili wanaitana kwa mzee. Huyu kabeba mbuzi, huyu kabeba kondoo, huyu kabeba vinywaji, huyu kabeba nini? Alafu inaonekana hawamwachi mzee bure. Sema amina mahali. Wakifika pale wanaanza kuweka majiko ya nyama, wako kwa baba yao. Alafu mzee anavaa msuri, anasema umeona huyo binti? Ni binti yangu Suzana huyo. Huyo ndio yule ambaye yule. Umeona huyo? Alafu migari iliyopaki pale imechafua hali ya hewa. Amen. Aliyelogwa atakaa kimya. Kuna upako utakushukia leo, watoto wako wote watainuliwa. Amen. Wakifika kwako ni shangwe, ni vibe. Kwa sababu nini? Wamefika wasio na aibu, waliobarikiwa wamefika malangoni mwako. Lazima familia ifahamu, majirani wajue kwamba huyu na watoto wake wamebarikiwa. Haleluya. Nenda ukafanikiwa mwanangu na familia yako. Kuna namna ambavyo unaweza kufika mahali ukakuta kila mtoto wa familia. Haleluya. Haleluya tena. Amen. Haleluya tena. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Juzi nikakuta mtu mmoja kwenye Facebook anaomba 320,000. Amejaa matumbo hivi. Familia haina 320,000. Anasema jamani, nisaidieni. Familia yetu tumechangana. Tumepata 45,000. Kuna mtu anaongea naye hapa. Hiyo ni aibu. Nasema hiyo ni aibu. Yaani umechangana familia nzima wamepata 45,000. Mtu atakafanya afanywe atolewe maji tumboni. Analalamika kaka kwa mwandishi wa habari, anamwambia nisaidie kama kuna Wasamaria wema. Anaweza kwani umezaliwa peke yako? Anasema tuko wengi. Mko wangapi? Anasema tuko wengi sana. Lakini wamepiga doneo, wamepiga mchango, wamepata 45. Leo hata kama umekaliwa na pepo litaliondoa kwa mamlaka niliyopewa. Pepo lililokusababisha upate aibu, tembee kwa aibu, ile pepo litaondoka kwa mamlaka jina la Yesu. Unashindwa kusema mbele za watu kwa sababu tu ya familia yenu jinsi ilivyo. Familia jinsi ilivyo tu, unashindwa kusema mbele za watu kusema nini? Familia jinsi ilivyo. Kusema huyu naye huyu. Wewe unafikiri Gideon alivyokataa ukuu, ushujaa kwa nini? Amekataa ushujaa kwa sababu ya familia yao. Chakula anasema mimi ni kabila la watu maskini. Ni uzao wa Manase mimi. Babu yetu ni maskini mpaka sisi wote tuone hivi. Kwa hiyo sisi hakuna. Kwa nini unaniambia mimi shujaa? Mike anamwambia bwana, umechaguliwa wewe. Ule umaskini wa kwenu, ile aibu ya kwenu, Gideoni, fahari imewekwa kwako wewe. Anamwambia kwanza mimi ni mtoto mdogo. Ukoo wetu wa kimaskini. Na mimi nataka nimtangaze mtu mmoja hapa. Hata kama kwao imeshindikana vipi, hawana fahari yoyote, mbingu imchague huyo, imsimamishe huyo. Akaondoe kila aibu iliyoko kwao katika jina la Yesu. Nasema mbingu imsimamishe huyo. Haleluya, haleluya. Mbingu imsimamishe huyo mtu mmoja. Haleluya. Biblia inasema kwamba walikuwa Wafilisti wanawapiga Israeli, wanawaonea Israeli. Israeli wakifika mjini wamepigwa, wenzao wamekufa, wanaingia mjini kwa aibu. Wamepigwa na Wafilisti. Mungu akaona kwenye uzao wa Wafilisti hakuna, lakini kibibilia kuna shina moja tu linaitwa shina la Yese. Halafu Yese na mke wake wameshapanga, wamesema hatuendelei na kuzaa. Mungu anamwambia Yese, chepuka. Hakuna jinsi, wewe ni shina, chepuka ukaliletee shujaa atakaye kuondolea aibu ya Waisraeli. Yesu anaenda huko, anampata mwanamke mmoja, akambaka mwanamke. Alivyombaka, sio wamekubaliana wale, alimbaka, akazaliwa mwamba mmoja. Amezaliwa Daudi. Mungu akupe mema na kizazi chako baba. Neno kafanikiwa katika jina la Yesu. Akaenda huko, akambaka mwanamke, akazaliwa mtu mmoja. Kwa nini? Wa kuifuta aibu ya Israeli. Shina limewekwa katika Yese, ndio shina la Israeli. Lakini atatokeaje wa kufuta aibu? Hayupo kwenye tumbo la mke wa Yese. Yese ameenda kulitafuta kwa kahaba, amlete mtu akuondoa aibu. Na mimi nataka mbingu leo ikutangaze wewe ndio utakayetoa aibu ya familia yenu. Sema amina katika jina la Yesu. Amen.
Kama familia ni ya kimaskini, wewe ndiye bilionea wa hiyo familia, wewe ndiye tajiri wa hiyo familia. Kama familia yenu haina kampuni kubwa, hizo kampuni kubwa zitapatikana kwako. Wewe ndiye huyo mkuu mwenye makampuni yenye ushindi kwenye familia. Piga kelele, sema amina katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Biblia inasema Goliati akitokea hivi, Waisraeli wanakimbia, wanasema amekuja. Mjini wanachekwa, wanasema wanazomewa. Anasema ni aibu imewaingia. Aibu imewaingia. Hata wewe kwenu, kwenye familia yenu, kwenye kizazi chenu, kwenye uzao wenu, kuna aibu ipo, kuna aibu ipo. Na wewe unaifahamu. Inawezekana tu ni watoto wa kike hawafanikiwi, watoto wa kiume hawafanikiwi. Inawezekana tu ni mambo ya mahusiano kwenye hayaendi. Inawezekana tu mambo ya huduma kwenye familia hayapo. Lakini ibada ya leo, nenda kufanikiwa mwanangu, Mungu akufanikishe. Kila aliyesababisha hilo jambo atapigwa na radi toka juu. Nasema awe mchawi wa familia leta aibu, awe mgerasi, awe mtu aina yote, lazima aharibiwe kwa moto wa Bwana. Aliyenielewa na aseme amina katika jina la Yesu. Amen. Kuna koo zingine zinapenda koo fulani wawe na aibu. Wawe na aibu. Na nikakwambia mwanangu, Mungu atakufanya mkubwa. Utaenda nyumbani utakuta watu hawajaenda shambani. Sema amina tena. Amen. Naenda nyumbani utakuta watoto wasema jamani, amesema anakuja leo Yohana mzee wa Sebene. Vipi? Hatusiende shambani, anakuja. Unajua lazima tumpokee. Unajua lazima tumpikie. Ukishakuwa shujaa mahali, hauwezi kwenda kijijini kwenu ukakuta watu wameenda mashambani wakaitwe. Ukiona umefika wanaenda kuitwa shambani, kuna aibu inakula familia yenu. Lakini leo nakutangaza na mbingu ikiwa kwamba wewe ndiye utakaye kuomboa hiyo familia. Hata kama umbile lako ni dogo, hata kama unaonekana kwa aibu, lakini kuanzia leo mbingu itakuwa wazi. Watu wasiosoma, wasomi wataonekana kwako. Nasema wasomaji wataonekana kwako, wenye digrii wataonekana kwako, kizazi chenye diploma hakitakuwa kwako. Wewe utakuwa na watu wakubwa kwenye uzao wako. Piga kelele, sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Kipo kizazi kimezuiwa ili usitokee. Nilishangaa kuona watoto wote 7 wa Yese wa kiume. Hakuna kuondoa aibu Israeli. Hakuna kuondoa aibu Israeli. Haleluya. Wote 7. Hakuna kuondoa aibu. Wamesimamishwa pale kwa Samueli, wote hakuna kuondoa aibu. Mungu akamwambia, nenda katika nyumba ya Yese, ndio kwenye shina. Mwambie Yese, Mungu amejipatia kiongozi, amejipatia mkuu wa hiyo familia. Na huyo Yese akaweka watoto, akasema wako hapa kina Yeroboamu, waweke hapa hawa watoto. Kawaweka wote. Mungu akasema sio hawa. Hata wewe inawezekana umezaliwa sana kwenye hiyo familia, lakini ilikuwa ni jana. Nasema hata kama umekuzalau, wamekutema mate, ilikuwa ni jana. Leo ninatangaza majira mapya kwenye kizazi chako. Amen. Nasema watoto wako hawatakuwa tena kulikuliza. Hautakuwa na watoto kusababisha machozi. Utakuwa na watoto mashujaa kwako. Mungu atasimama na wewe. Sema amina katika jina la Yesu Kristo. Amen. Biblia inasema anaitwa huyo wa kufuta aibu ya Waisraeli. Anaitwa hapo, anakuja huyo mtu. Biblia inasema wakasimama wale 7 wote hapa. Kila alipoangalia hakuna. Kanakuja ka Daudi. Kenyewe kamechafuka. Kama wewe unavyokuona. Unajua kuna wengine hawaje kusalimia miaka 2 ndugu zako hawaje kukujulia hali, ni kwa sababu wanakuona kama haitawezekana. Mimi natangaza leo mbingu ikiwa wazi. Yes. Nasema mbingu haijafunika leo. Amen. Hata kama una umri wa kiasi gani, majira yako hayajapita bado. Natangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa kwenye maisha yako. Natangaza mema ya Mungu aliyoandaliwa kwako. Kila ulichowahi kukiona lazima kitimie katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kubwa. Amen. Haleluya, haleluya. Lazima Mungu ajiinue leo. Inawezekana familia yote hakuna kushika jambo likaisha kwenye familia, lakini leo ataonekana. Watoto wako kila anayesoma, unasomesha visomeki, hawataki shule, hawataki nini, na warudisha kwa upako wa Roho Mtakatifu. Kila mwanao ambaye haeleweki namrudisha kwa upako wa Roho Mtakatifu. Nasema atakuja ibada ya leo, hataitwa mahali aliko mbali. Yes. Kama alivyoitwa Daudi, mwanao alienda kwenye bangi anaitwa. Yes. Alienda kwenye madawa kulevya anaitwa. Alienda kwenye uchangudoa anaitwa. Yes. Alienda kwenye pombe kule mbali anaitwa. Yes. Kama Daudi aliitwa aliye mkombozi, na mwanao leo anaenda kuitwa mahali. Piga kelele, sema amina kwa jina la Yesu. Lazima aje katika jina la Yesu. Lazima aje katika jina la Yesu. Nenda kufanikiwa katika jina la Yesu. Yuko anaitwa leo. Hata kama ameenda mbali ataitwa, kwa sababu nafasi ya Mungu akupe mbele.
wewe na kizazi chako. Bwana atasimama na wewe leo. Kila aibu iliyofunika maisha yenu itaondoka, itakaa kwenu tena. Biblia inasema Daudi akaiondoa aibu ya Waisraeli. Wakaanza kuimba nyimbo, wakaanza kusifu pale, wakasema Daudi ameua maelfu, wakasema Sauli ameua makumi, kwa sababu uliyemzaa kwa tumbo lako, huyo ndiye leo Mungu anaenda kumtilia tiki. Hata kama mizimu ya ukoo imeweka X, nasema naifuta X kwa damu ya Yesu. X iliyowekwa ya mafanikio mtoto wako, naifuta kwa damu ya Yesu. Naachilia damu yenye uhai, damu yenye nguvu kwa kila mstari waliofungiwa watoto wako na ndugu zako wasifanikiwe. Nasema damu ikashuke, ikakomboe kila aliyezuiwa asiwe mkuu. Aibu ikaondoke kwenu katika jina la Yesu Kristo. Anaitwa Daudi, anatafuta mawe, anatafuta mawe Daudi. Biblia inasema akaangalia, akajitazama yeye ni mtoto wa 8 katika watoto wa Yese. Anaangalia kichwa cha Goliati kina watoto 7, kina matundu mangapi? Matundu 7. Anataka kupiga, apige wapi? Anajikuta yeye ni mtoto wa 8. Atafanya nini? Kinachotakiwa ni na yeye atafute tundu la kwake ili aweze kuwa mkuu na kuondoa aibu. Biblia inasema jiwe lake alipolishika mkononi, akalipiga kwenye kipaji la uso la Goliati. Anasema lile jiwe likatoboa tundu. Akihesabu yale 7 ya ndugu zake wale 7, ikaonekana na la Daudi liko pale. Nasema na kila jicho litamuona akiwa mfalme, akiwa mkuu kwenye hiyo familia. Yeyote aliyekudharau wewe, aliyedharau ukoo wenu, nasema hiyo nyumba ya mama mdogo, hiyo nyumba ya mama mkubwa iliyodharau, hiyo nyumba ya mjomba iliyodharau, hiyo nyumba ya shangazi yako iliyodharau, hiyo nyumba inaenda kumuona shujaa mmoja leo. Huyo shujaa atainuka na upako wa Omega, atasimamia hiyo familia, ataifuta hiyo aibu katika jina la Yesu. Amen. Kuna aibu inaweza kukushika ukashangaa, nyumba ya baba mkubwa hawasalimii nyinyi, nyumba ya mjomba hawasalimii nyinyi. Wanasema tu wanini hawa, achana nao. Wana nini hao kwanza? Hao watoto wake wana kitu gani huyo? Mwacheni huyo, hana chochote huyo. Ilikuwa ni jana. Leo ni muhula mpya wa kimbingu. Nasema leo ni muhula mpya wa kimbingu. Hata Mungu alipowatoa Israeli Misri, akawaambia siku hii ikawe siku ya kwanza kwenu, ikawe siku ya mwaka kwenu. Msikumbuke yaliyotokea Misri. Kumbukeni kwamba tunaanza hapa kwa ujasiri mkubwa, tunaanza hapa kwa ushindi mkubwa. Natangaza biashara iliyokufa zamani, hiyo biashara ikainuke kwa upako. Natangaza kazi iliyokufa zamani, naitangaza ndoa iliyokufa zamani, natangaza mahusiano yaliyokufa, hayo mahusiano yakainuke kwa moto, kwa upako wa Roho Mtakatifu. Aliyenielewa na aseme amina kubwa kwa jina la Yesu. Amen. Kila aibu tuondoka kwako, kila aibu inaondoka kwako. Nashangaa watu wa baba mdogo wa mama mkubwa wakifanya kazi, wakifanya jambo shughuli kwenye familia yao, hawakualiki wala hawakupi taarifa. Baadaye unasikia na majirani kwamba unajua yule mtoto wa fulani aliolewa. Unasema oh jamani, unajua ni watoto wa mama mkubwa, watoto hawajaniambia. Hawajakwambia kwa sababu ulikuwa na aibu. Kuanzia leo utatembea ukiwa na nguvu ya ajabu, utatembea ukiwa na vishindo vya ajabu. Miguu yako Mungu ataishikilizisha vishindo kama wale wakoma 4 waliovamia kambi ya Washami. Na mimi nakuona ukiingia kwenye mji wa kwenu, ukiingia kwa madaha na vishindo vikubwa. Mashetani waliozuia mji wenu usiwe na maendeleo, waliozuia familia yenu usiwe na maendeleo, waliozuia wachungaji na watumishi wasionekane, waimbaji wa kimataifa waliozuiliwa, ukiingia wewe kwa nguvu ya miguu yako, watakimbia, watawaacha, kwa sababu Bwana anaachilia nguvu kwako. Jesus. Yesu ni mwaminifu. Amen. Biblia inasema aibu akaiondoa. Amen. Aibu akaondoa. Ziko aibu unaweza kushangaa, kuna mtu ni kakako ni ndugu, uweze hata kumintroduce kwa watu, kumtambulisha kwamba huyu ni dada yangu, huyu ni kakangu, uwezi kumtambulisha vile alivyo. Huyu mbona kama mnafanana, anamwambia huyu kaka amenizoea zoea tu, kumbe ni ndugu yako kabisa. Lakini kwa sababu ya aibu unashindwa kufanya nini? Kumtambulisha kakako. Lakini acha mbingu leo ikawe wazi. Yesu hakujua kwamba kuna mtu yuko polini kule. Amen. Kama daba shatadosu. Acha nikwambie, kila mzazi aliyoko hapa kuna mtoto mmoja anamtegemea sana. Na hiyo iwe siri yako hivyo hivyo. Iwe siri yako hivyo hivyo.
Kila mzazi aliyoko hapa kuna mtoto wake mmoja anamtegemea sana, na hawezi kumwambia mkewe, hawezi kumwambia mumewe, hawezi kumwambia ndugu zake, hawezi kumwambia kwamba anamtegemea sana fulani. Kila mtu, adui anachokifanya, yule mtoto unaweza awe ndio akukondolea aibu, ndio huyo anamvua nguo. Kuna familia moja mahali fulani, sitapataja jina, walibarikiwa kupata mtoto mmoja tu, halafu yule mtoto akawa shoga. Halafu yule mama wa ile familia alikuwa bonge ya mama, mweupe. Mama alivyoona mtoto wake amekuwa shoga, mama alikonda, akao mwembamba kama hivi. Yule baba alipambana mpaka ikashindikana. Maisha yakaishia hapo. Familia ikapigwa hapo. Leo familia kila mtu anitema mate kwa ajili sababu huyu aliyemtegemea amevuliwa nguo. Lakini Mungu tunayemwabudu, tunayemtumikia, huyu Mungu tunayemtumikia, leo akumbuke tu familia yako. Amen. Leo akumbuke tu uzao wako. Amen. Leo akumbuke watoto uliowazaa kwenye tumbo lako. Amen. Nasema leo ukumbuke watoto uliowasomesha kwa uchungu, kwa gharama kubwa. Mungu akumbuke hao watoto leo. Kila mtoto aliyetoka kwenye kiuno chako na tumbo lako, Mungu akamfanye mkuu wa kuiondoa aibu ya familia kwa jina la Yesu. Yeyote yule. Biblia inasema kama kuna mtu ambaye alipendwa na baba yake, ni mtu mmoja anaitwa Yeroboamu. Huyu Yeroboamu baba yake anampenda, anasema huyu ndio mwanangu nampenda, huyu ndiye anajivunia. Anaenda vitani. Biblia inasema alipofika vitani, jamaa akauawa. Alivyouawa, sababu baba yake akainamisha kichwa akalia. Na alikuwa babake ni mfalme. Wanaingia mjini, wanamwambia mzee, mbona una aibu hivi? Anasema siwezi kunyanyua kichwa changu, niliyemtegemea amefariki. Na wewe kuna kitu chako ambacho unakitegemea kabisa kwenye maisha yako, unaona ni kama kimefariki. Ndoto zako ni kama hazipo, ni kama zimeondoka tena. Mimi natamka siku ya leo kwamba ni ajabu maishani mwako. Nasema hii siku ni ajabu maishani mwako. Amen. Hata kama unaona kitu umefanya mitaji mara 7, umepewa mitaji mara 7 imekufa, achana na mara 7. Leo tunaongelea mara 8. Kama Yesu alizaa watoto 7 wa kuweza kumuua Goliati, akawaja wa 8, na mimi natamka mtaji huu unaenda kuwa wa ufahari kwako. Nasema mtaji huo, hata kama ni 5,000, hata kama ni 100,000, hata kama ni 500,000, huo mtaji unaenda kuwa wa ufahari kwako. Utakuondolea aibu huo mtaji. Pigia Yesu kelele, sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Sisi tupasome mara moja pale kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 4. Samueli wa pili sura ya 19. Samueli wa pili sura ya 19. Amen. Mstari wa 1 mpaka wa 4. Tusome vizuri kidogo, tuangalie pale. Kuna mtu alikuwa anamtegemea mwanae kwenye kila kitu, akasema huyu atasimamia kampuni yangu, huyu atasimamia maisha yangu, huyu nikifanya na mtaji fulani kimpa huyu atasimamia. Ghafla mtoto akafariki. Amen. Biblia inasema familia ikapatwa na aibu. Wameingia mjini, wakawa nalia, wanainamisha vichwa. Kwa mfalme, kwa nini umeinamisha vichwa? Anasema aliyemtegemea hayupo. Leo hata kama kuna uliyemtegemea hayupo, mbingu itaenda kumrudisha tena huyo mtu. Amen. Soma pale Samueli wa pili sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 4. Neno la Bwana linasema, ndio. Kisha Yoabu akamwambia, ndio, angalia mfalme anamlilia Absalom, ndio, na kumwombolezea. Rudia tena. Kisha Yoabu akamwambia, angalia mfalme anamlilia Absalom, angalia mfalme anamlilia Absalom na kumwombolezea. Na kushinda kwao vitani siku ile, kukageuzwa kuwa maombolezo kwa watu wote. Kushinda kwao vitani. Maana watu walisikia siku ile ya kwamba mfalme anahuzunika kwa ajili ya mwanawe. Mfalme anahuzunika kwa ajili ya mwanawe aliyempenda. Watu wakajificha siku ile. Wakaingia mjini kama vile watu wanaoona fedheha wajifichao. Hapo wakimbiapo vitani. Mfalme akajifunika uso.
Mfalme akajifunika uso, na mfalme akalia kwa sauti kuu. Mwanangu Absalomu. Akasema, mwanangu Absalomu. Absalomu. Mwanangu wewe. Mwanangu wewe. Amen. Sijajua kama umeelewa kilichosomwa pale. Huyu mtu alikuwa anatumaini kwa Absalomu, mwanawe wa kwanza, na akajua kila ninachokifanya mimi labda ni mtaji, kama ni awe huyu. Walipoenda vitani walishinda vita, lakini Absalomu amekufa. Alivyokufa wakasema wameingia mjini kama watu wajifichao, wanaogopa watu wa mjini watauliza, Absalomu yuko wapi? Kama wewe unavyoulizwa, mwanao yuko wapi? Yule mdoe yuko wapi? Yule James mdoe yuko wapi? Yule nani yuko wapi? Kuna vitu unaulizwa navyo huwa huna jibu la kuvijibu. Unaweza kaambiwa, tulikuona mwaka juzi unafanya biashara Mbeya, una duka hivi, duka linaendeleaje? Ile duka liko wapi? Unaweza kuulizwa, hivi yule mchumba wako mlioana, hivi ile ndoa yako inaendeleaje? Unajua huna cha kusema. Kwa nini? Aibu. Kile kitu hakipo tena. Amen. Biblia inasema mfalme akalia kwa sauti kuu, akasema, Absalomu mwanangu, Absalomu, umeniondoka. Nilikuwa nakutegemea kwenye maisha yangu ya ufalme, hata sina hali tena. Kila anayeniona napata aibu mbele zake, kwa sababu wanajua jeuri yangu mimi ni wewe Absalomu. Lakini ghafla Absalomu hayupo. Mungu wa mbinguni akurudishia Absalomu. Amen. Nasema Mungu wa mbinguni akurudishie Absalomu. Amen. Nasema Mungu wa mbinguni akurudishie Absalomu. Amen. Kila kilichopotea kikarudishwe. Amen. Kila kilichoharibiwa kwenye maisha kikarudishwe. Unachokitamani kikaje kikakupe fahari. Haleluya. Haleluya tena. Na Mungu alivyo mwema, kile unachokitaka alishawahi kukuonyesha na alishawahi kukupa. Haleluya. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa, anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na Mungu. Simama. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe. Anasema kwangu nikurejeshe. Amani ya moyo iliyotoweka, usitafute pengine, utaipata. Furaha ya kweli iliyotoweka, usitafute pengine, Yesu utaipata. Ndipo hayo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo na furaha iliyopotea. Ndipo mema yatakujilia, atarejesha amani ya moyo na furaha iliyopotea. Nikurejeshe, Haleluya.
Tunapoenda kuomba saa hii, niombe kitu kimoja muhimu sana. Cha kwanza, anza kukumbuka watu uliozaliwa nao kwenye tumbo moja. Cha pili, kumbuka watu uliowazaa kwenye matumbo yako. Cha tatu, kumbuka watu wa familia yako. Alafu waangalie wale watu, kama kuna aibu yoyote ambayo imefunika hao watu, Mungu ninayemtumikia ataiondoa. Ataiondoa hiyo aibu. Haleluya. Nyosha mkono wako juu. Nyosha, tunenda mbali kwenye ulimwengu wa roho. Nenda mbali kwenye ulimwengu wa roho. Nenda tu mbali kwenye ulimwengu wa roho. Wewe ndio unayewajua ndugu zako. Wewe ndio unayojua watoto uliowazaa. Unajua hata wanaosoma elimu yao wanavyoenda, wanavyosoma. Unajua hata wanavyoenda kwa mtaani. Wewe unajua. Haleluya. Haleluya. Close your eyes. Funika macho yako tu, makodosopa. Rabasia. Likatamana ugosa payadashi. Jeterebosa. Mbaya zaidi akipatwa na aibu mtu mwenye huduma ni mbaya zaidi. Ana huduma kanisani, anapata aibu, ni mbaya zaidi. Uzao wake umekaa madhabahuni pa Bwana siku zote, lakini aibu imemfunika. Mungu, tuko mbele zako leo. Tuko mbele za uso wako Yesu. Tuko mbele za uso wako. Wewe ndio mwana kondoo. Wewe ndio uliyefunika aibu. Aibu ya Adamu na Eva uliifunika wewe. Wewe ndio uliyefunika aibu ya nyumba ya Yese. Wewe ndio uliyefunika aibu lako satabashia. Roho Mtakatifu, kuna aibu ipo imetanda kwenye familia, kwenye ukoo. Kuna aibu. Mpaka anasema hao msiwaambie, hawana chochote cha kufanya. Hawatatusaidia kitu, msiwaambie. Wana nini kwani hao? Kwani hiyo familia ina nini? Ina kitu gani? Losi. Tumekuishia wewe Bwana. Daudi akasema nitainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiuache mguu wangu usogezwe. Hata lala hata sinzia mchana hata usiku. Yeye ndiye mlinzi wa Israeli. Kila unayemfikiria saizi anaenda kuvikwa vazi. Yeyote, ndio maana naongea ili usimsahau yule, usimsahau yule, usimsahau na yule, usimsahau na yule. Ili mradi anakuhusu kama ndugu, usimsahau. Usimsahau huyo mtu. Kuna kitu kinatendeka cha ajabu leo hiki. Nakwambia Mungu amenipa maelekezo usiku. Akaniambia mdogo, utakapoenda kuombea, kuna watu wana watoto wameshindikana, lakini mimi Mungu wa huruma nitawavika mavazi mapya. Jesus. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Hata kama huyo mtu hayuko hapa, hata kama huyo mtu hayupo kwenye ibada, hata kama huyo mtoto hayupo kwenye ibada, hata kama huyo ndugu yake hayupo kwenye ibada, najua yuko mbali, lakini Roho Mtakatifu mahali alipo huyo mtu, mahali alipo huyo mtu, nuru ikamvike kama vazi, 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 nuru ikamvike kama vazi. Niliona familia ambayo imetemwa mate na ndugu, familia iliyotengwa iko hapa, imesemwa maneno yakaisha, iko hapa. Lakini Yesu, wewe ndiye mkombozi wa hiyo familia. Wewe ndiye wa kuwavika aibu hii. Wewe ndiye wa kuwavika vazi, uondolee aibu. Jesus. Jesus. Sema kwa sauti kuu, Yesu. Yesu. Sema tena, Yesu. Yesu. Sema tena, Yesu. Yesu. Ongeza sauti, Yesu. Yesu. Ongeza sauti, sema Yesu. Yesu. Ongeza sauti, sema Yesu. Yesu. Ongeza tena sauti, sema Yesu. Yesu. Yes, kaa kimya tu. Funika macho yako. Nenda mbali kabisa kwa ndugu zako. Nenda huko. Nenda huko. Nenda huko aliko. Nenda huko aliko. Nenda huko aliko. Mungu anaenda kufuta aibu sahihi. Ninaona kabisa watu wanainuliwa wa familia hiyo, waliodharauliwa miaka mingi. Hao watu Mungu anaenda kuwavika hiyo vazi ya utukufu na heshima. Alizaa watoto wakiona ni kama mashujaa majasiri. Ghafla akashangaa wale watoto wamekuwa hawaeleweki. Lakini ni nani awarejeshaye watoto? Ni nani awarejeshaye watoto? Ni nani awarejeshaye watoto? Isaya anasema,
Isaya anasema mtoto yu tayari kuzaliwa. Anasema nguvu ya kumzaa hakuna. Anasema nguvu ya kumzaa huyo mtu wa kuifuta aibu hakuna. Yesu ni mzaliwa wa kwanza, ataenda kumvika mtu vazi sahihi. Ninaona mtu aliyekuwa aishike familia lakini amefunikwa na aibu, mbingu inaenda kumfunua tena huyo mtu, inaenda kumtangaza 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 huyo mtu kwa jina la Yesu. Kila mzimu mnaisikia sauti nyie, mashetani wa familia, wachawi wa familia, mnaisikia sauti, Yesu amenituma niwatangaze hao watu ya kwamba aibu haitakuwa juu yao tena. Wewe mzimu wa familia, wewe mzimu joka, wewe unayemtokea usiku akiwa amelala, wewe uliyeshika nguvu yake ya mikono, wewe uliyeshika kazi yake, wewe mchawi wa ukoo, toka achia maisha yake. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Tunamwona mtu aliyekatwa mikono, yuko hapa. Yuko hapa. Funika macho yako. Naona nguvu kubwa kwenye viganja. Huyu mtu alikuwa mikono yake ni kufunika aibu ya familia. Ni kufunika aibu ya familia. Kila anachokiwaza anawaza kwa familia tu. Anasema mimi nitajenga pale nyumbani. Mimi nitamsaidia mama yangu. Mimi nitafanya hiki. Mimi nitamsaidia kaka yangu. Lakini kila anachokifanya anaona hakiendi, ni kwa sababu mikono yake waliikata. Sasa ninapoongea kwa jina la Yesu Kristo, ninaona Roho Mtakatifu akirejesha ile mikono tena, mikono walioizuia wachawi, waliomtokea kwenye ndoto, waliosalimiana naye akiwa amelala. Ile mikono inayopewa nguvu tena, inatia upaji tena katika jina la Yesu. Yes. Walimtokea wachawi kwenye ndoto, wakamsalimia akiwa amelala. Akashangaa wamama wawili na baba mmoja wanamsalimia kwenye ndoto. Kumbe wanaondoa nguvu ya mikono yake asifunike familia. Sasa ninapoongea naita moto kwenye mikono yake. Naita moto, na muinua huyo mtu. Na muinua huyo mtu. Na muinua huyo mtu. Ana nyota za kimataifa. Ana nyota za kimataifa. Ana nyota za kimataifa. Ana nyota za kimataifa. Mikono yake ni mikono iliyowekewa nguvu ya kushika pesa za kigeni. Ninaona tena Mungu anaachilia hiyo nguvu kwenye mikono yake tena. Yeye aliyeshikilia mikono yake kwa ushirikina, toka kwa jina la Yesu. Kila aliyefunga mikono yako, ilifungwa mikono ya Samsoni, kamba zikakatika. Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Hata kama wamehangaika vipi kwenye maisha yako, Mungu anarudisha tena nyota yako. Nyota inarudi tena. Ninaona mikono yako. Yes. Yes. Yes, ni mtu ambaye unamwazia mema mzazi wako, lakini huwezi kuifanya yale. Ni mtu ambaye unawazia mema wa kwenu, mji wa kwenu ulipozaliwa. Kila siku unasema pale nyumbani, nataka nitamani niondoe zile nyumba za zamani, nijenge nyumba mpya. Lakini kila ukiwaza unakuta kuna namna ambavyo mipango inagoma. Nasema na kuinua mimi leo tena, na kuinua tena, usimame mahali pako, usimame mahali palipobomoka, kama alivyokuwa Nehemia alipoenda Yerusalemu, akajenga ukuta Yerusalemu. Jesus. Nehemia alipoona ukuta wa Yerusalemu umebomoka, makaburi yakawa yamebomoka, akaona nyumba za wazazi wake zimebomoka, Biblia inasema akaomba ruhusa kwa mfalme, akamwambia niende nikajenge makaburi, kaya za kwetu. Hiyo nguvu aliyowekewa Yeremia, Nehemia naiona Mungu anaweka kwenye paji lako la uso sahihi. Paji lako la uso sahihi. Yes. Yes, kuna watu wawili wako hapa. Katikati ya paji la uso kuna vitu vinatembea. Wako hapa. Wako hapa. Hao watu ni nyota ya familia. Katikati ya paji lao la uso kuna vitu vinatembea. Katikati ya paji la uso vitu vinatembea. Hao watu ni nyota ya familia, ni ukombozi wa familia. Ninapoongea sasa ninaona moto unapita kwenye paji zao za uso wa watu. Moto unapita, ni mategemezi wa familia hao watu. Ni watu ambao wangeinua familia wakaiondelea aibu, lakini paji lao la uso limefunikwa na vitu vyeusi. Wao wanaachia kwa jina la Yesu. Wao wanaachia Yesu. Tesh! 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 Achia haraka, achia haraka, achia haraka. Mwacheni huyo, mwacheni huyo. Ana paji linalong'aa, ni taa ya familia huyo mtu, ni taa ya familia. Kwa nini umeua biashara zake? Kwa nini umeshika biashara zake? Kwa nini umeharibu biashara zake? Kwa nini umeharibu watoto wake? Achia kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaona katikati ya paji la uso, paji la uso
kuna kitu ni kama kinatembea, wakati mwingine nahisi ni kama ni mdudu anamtambalia, anashuka mpaka kwenye pua, kumbe ni nyota iliyofunikwa ya kubeba familia, ni nyota inayong'aa kwa ajili ya kufanya biashara za kimataifa. Leo ninapoongea hapa, ninaona Mungu anaenda kuachilia upako kwenye paji lake la uso. Mashetani waliomshikilia, wachawi waliomshikilia wanaungua moto zaidi. Mwachieni haraka, mwachieni haraka, huyo ni shujaa wa familia. Mwachieni haraka, mwachie haraka, mwachie haraka, mwachie haraka, huyo ni shujaa wa familia. Hamwezi mkamshika miaka yote hii. Angesha kuwa na miradi mikubwa, mlishika miradi yake kwenye ndoto, mlizuia baraka zake. Leo moto unawaka, huyo anafunguliwa, ni mfanyabiashara, ni mtu anayemiliki mataifa. Wewe umezuia nguvu yake ukuu, leo anaachiwa kwa jina la Yesu. Touch! Jina la Yesu. Naona moto, inua tu mikono yako juu. Mungu anaenda kuachilia upako kwenye mikono yako. Upako. Mikono yako lazima iwe mikono ya kufunika watu nguo kwenye familia. Mikono yako itafunika watu nguo kwenye familia. Mungu anaenda kufanya vitu vikubwa sahihi. Yes. Yes. Yes, funika macho yako. Funika macho yako. Namuona nyoka mkubwa akipigwa sahihi. Namuona nyoka anayetembea kwenye mwili wako. Kuna nyoka, namuona nyoka anayetembea kwenye mwili wako. Kila unapotaka kupata jambo zuri, kuna nyoka unamuota kwenye ndoto. Yule nyoka anaungua sahihi, aliyeshikilia mema yako. Touch! Namwachia huyo nyoka, unakufa. Unakufa nyoka mzimu. Kwa nini umemshikilia huyu mtu wa kimataifa? Kwa nini umeshikilia mtu wa kimataifa? Kwa nini umemshikilia mtu wa kimataifa? Kwa nini umemshikilia mtu wa kimataifa? Wewe nyoka unayetembea kwenye miguu yake, unayetembea kwenye miguu yake, unazuia nyayo zake. Wewe nyoka wa familia. Touch! Kila nyoka anakufa. Nasema kila nyoka anakufa. Anakufa huyo nyoka wa bibi anayetokea kwenye ndoto. Kila kitaka kutokea jambo zuri kwako, nyoka anatokea kwenye ndoto. Leo ninapoongea anaungua moto. Kichwa chake kinaungua moto. Nasema anaungua moto. Anaungua moto. Huyo nyoka aliyezuia huduma, aliyezuia uimbaji mkubwa, aliyezuia uimbaji wa kimataifa. Touch! Moto, moto, moto. Kuna vitu vimewekwa kwako. Mungu alikufanya kuwa mwimbaji wa kimataifa. Shetani amezuia maisha yako utumishi. Yes. Shetani amezuia maisha yako utumishi. Niona nyota itakayoonekana kwenye TV, kwenye televisheni. Nyota kubwa inaonekana kwenye TV. Wamekuzuia kwa sababu wameona wewe utakuwa mkombozi wa familia. Ninapoongea sasa ninaona nyota inarudi tena. Nyota uimbaji uliozuiwa. Nyota uimbaji uliozuiwa inaenda kuachiliwa tena. Wale wachawi wa familia. Kufa haraka. Kufa haraka wewe. Kwa nini umemzuia huyo? Kwa nini umefunika nyota yake? Kwa nini umezuia nyota yake? Kwa nini umezuia nyota yake? Toka nyoka familia. Toka katika moto. Pigwa kwa moto nyoka familia. Kwa nini mmeshika nyota yake huyo? Kwa nini mmeshika nyota yake? Leo mnaungua kwa moto. Mnaungua kwa moto, mnaungua kwa moto, mnaungua kwa moto. Mnaungua kwa moto, mnaungua kwa moto, mnaungua kwa moto. Mnaungua kwa moto katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaita moto kwa mama huyu. Wewe uliyemshikilia mtu wa familia, wewe unayefanya vita na familia yao. Ulisema akionekana huyu amefanikiwa, hatainua wengi kwenye familia. Touch! Yes, kuna kitu kinatengenezwa sahihi. Ninaona mikono yako inawekwa upya. Mungu anaweka upya mikono yako. Mungu anaweka mikono yako upya. Kuna nguvu ya neema inaonekana kwako tena. Yes. Waliozuia nguvu yako ya baraka wanaiachia sahihi. Yule nyoka anayetembea kwenye mwili wako anaachia sahihi. Yeyote kwa nywele zako akaziweka kwenye kilinge, akaweka kwenye chama cha kichawi, nywele zako za ukuu, za ufahamu wako, waliozibeba kwenye vilinge vyao zinaungua moto sahihi. Kwenye chupa za kiganga za kichawi zinaungua moto. Wale walioshikilia nguvu ya ufikra, nguvu ya mawazo. Touch! Kwa jina la Yesu. Sema kwa nguvu, Yesu. Yesu. Mchana wa leo. Mchana wa leo. Kila aibu iliyofunika maisha yangu inaondoka. Kila aibu iliyofunika mema yangu inaondoka. Kila aibu iliyofunika watoto wangu inaondoka. Kila aibu iliyofunika ndugu zangu inaondoka kwa jina la Yesu. Aibu
aibu na kusemesha kwa jina la Yesu Kristo. Sikia sauti hii. Aibu yoyote iliyokaa kwangu mchana wa leo unaondoka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Aibu yoyote toka chia, 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 toka chia. Nyosha mkono juu, nyosha mkono juu. Mungu anaenda kufungua. Yes, nyosha mkono juu. Kuna vitu vinapita kwenye mikono yako sahihi. Funika macho kabisa, funika mikono yako kabisa, funika macho kabisa. Roho Mtakatifu, naruhusu nguvu zako, naruhusu nguvu zako, naruhusu nguvu zako, naruhusu nguvu zako, naruhusu nguvu zako kwa mama huyu, naruhusu nguvu zako Roho Mtakatifu kwa mama huyu, naruhusu nguvu zako inasababisha aibu, naruhusu nguvu zako Roho Mtakatifu, naruhusu nguvu zako kwa mama huyu aliyeshikiliwa aibu, kwa hiyo familia iliyofunikwa na aibu, naruhusu nguvu zako sahihi. Wale wachawi waliowatia aibu, wale wachawi walioachilia aibu, moto kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, inaita moto katika jina, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila aliyeshikiliwa mahali akayafunikwa na aibu, anaachiwa sahihi, anaachiwa sahihi, anaachiwa sahihi, anaachiwa sahihi, anaachiwa sahihi, anaachiwa sahihi. Aibu iliyomfunika ya kuchumbiwa na kuachika, hiyo aibu inaondoka. Aibu iliyowekwa ya kupata mtaji na kufa mtaji, hiyo aibu inaondoka. Aibu iliyowekwa ya kupata biashara na ikafa, nasema hiyo aibu inaondoka. Ninapoongea saa hii, ninaona malaika katikati ya watu, malaika aliyeshikilia huyo mtu, malaika anaenda kumfunika vazi huyo aliyofunikwa na aibu, huyo aliyofunikwa na aibu, aliyewekewa mikono ya kuua vitu, aliyewekewa mikono ya kuua vitu, ili inapata nguvu tena kwa jina la Yesu. Jesus. Kila mauti iliyo kwenye mikono yako inaondoka sasa. Mauti, naona mauti. Ukifuga vitu vinakufa. Kwenye mikono yako kuna moto unatembea sahihi. Naona moto unatembea kwenye mikono yake. Yes, kwenye mikono yake. Yes, kwenye mikono yake. Kwenye mikono yake. Kwenye mikono yake. Kwenye mikono yake. Na iachia nguvu kwenye mikono yake. Iliyoua mitaji, iliyoua biashara, iliyoua mifugo, ile nguvu iliyogajua, iliyoua biashara. Touch! Kila nguvu iliyopoteza mtaji inaondoka kwenye mikono yako sasa. Ninaona mtu mmoja akivikwa gloves kwenye vidole vyake. Gloves. Yeye kila akifanya vitu vinakufa. Yes. Naona mapepo waliokaa kwenye mikono wanaungua moto sahihi. Mapepo waliokaa kwenye mikono wanaungua moto. Wale mapepo walioshikilia mikono yake ili uwe kuku wanaofuga, mikono inashika moto. Wale mashetani akifuga kuku wanakufa, akifuga bata wanakufa, akifuga ng'ombe wanakufa, akifuga kuku wanakufa. Wale mapepo waliokaa kwenye viganja vya mikono, toka! Shika moto, shika moto haraka, 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 mwachie. Achia miguu yake, achia miguu yake. Huyo ni mfugaji mkubwa. Achia mikono yake haraka, achia mikono yake. Wao walioshikia miguu yake, touch fire. Shika moto, shika moto, shika moto, shika moto, shika moto. Shika moto, shika moto. Yes. Yes, nauona moto ukiwaka kwenye mikono ya mtu ambaye amechaguliwa kuwa mfugaji wa mifugo. Yes. Yes. Kuanzia sasa hii hakuna kitakachokufa kwenye mikono yako. Hakuna kitakachokufa kwenye mikono yako. Ninaona mtu huyu akiwa mfugaji mkubwa wa familia. Mfugaji mkubwa anawaza kuwa na mabanda ya kisasa ya kufuga kuku, lakini kila anapotaka kufanya yale mabanda inatokea shida kwenye familia, pesa hazikai tena. Ninaita moto kwenye mikono yake sahihi, naita moto kwenye mikono yake sahihi. Wale wachawi waliosikia maisha yake, touch! Mnamwachia huyu, mnamwachia huyu. Si alitaka kufuga huyu kule Mkulanga, mkazuia nguvu yake ya ufugaji, mkazuia nguvu yake ufugaji. Leo moto unawaka kwenye mwili wake. Leo mnaungua moto wote. Nyie Wachaga mnaungua moto wote. Nyie Wachaga mlioshikilia maisha yake unaungua moto wote. Nyie mlioshikilia mikono yake mnaungua moto wote. Touch! Kwa nini umezuia mifugo yake? Kwa nini umezuia mifugo yake? Nakuuliza, kwa nini umezuia mifugo yake huyu? Wakati ni mfugaji mkubwa. Mwaka juzi
alikuwa anataka kajenge mabanda kifahari, alikuwa anataka kachukue mkopo mahali ajenge mabanda makubwa ya kuku. Wewe ukaharibu ile system ya ule mkopo, akakosa ule mkopo. Sasa naita pesa kwenye mikono yake, naita pesa, akafuge wale kuku, wale uliowaua, akafuge wale kuku kwa mamlaka jina la Yesu. Yes! Mnamwachia tajiri, mnamwachia tajiri, tajiri aliyekewa aibu. Kwa nini mmemwekea tajiri aibu? Kwa mamlaka jina la Yesu. Tajiri aliyekewa aibu, moto unawaka sahi, moto unawaka sahi katika jina la Yesu. Moto unawaka sahi. Kila aliyekuwekea aibu, aibu inatoka kwenye maisha yako. Yeyote aliyekuwekea aibu, moto unawaka sahi. Kila aliyeshikilia nguvu ya mema yako, nasema kila shikilia nguvu ya mema yako. Wale wachawi wanaokuja kwenye ndoto ukiwa umelala, walioshikilia nguvu yako ya fedha, walioharibu mikono yako, wote wanaungua leo. Toka chia kwa jina la Yesu. Kwa nini mmemzuia asiwe na hela huyu? Kwa nini mmemzuia asiwe na hela? Mume wake akipata hela mnaziharibu. Mmewazuia, mmewekea aibu. Leo aibu inaondoka kwake. Nimekushika we mchawi wa familia, nimekushika we mchawi wa familia. Shika moto haraka, mwachie huyu mama. Nasema shika moto haraka, mwachie huyu mama. Shika moto haraka, mwachie huyu mama. Wewe uliyezuia sio biashara, umeua biashara 3. Huyo alikuwa mtu mkubwa wa kuuza mboga mboga. Alipokuwa akiuza mboga mboga, ukaharibu biashara yake, ukasema hataonekana, hatapata kibali. Leo mikono yake inawaka moto, anainuka tena kwa upya. Mapepo yaliyokaa kwenye vidole vyake, yaliyoharibu kucha zake, yanashika, anaungua moto sai kwa jina la Yesu. Leo mnakufa, leo mnakufa, mnaungua moto, mnakufa, mnakufa wote. Mmeua biashara yake ya genge, biashara ya genge mmeiua, mmeua biashara ya genge. Hamtaki awe na pesa, kwa sababu mnijua ana nguvu ya kubeba familia, ana nguvu ya kubeba ndugu zake, ana nguvu ya kuinua ukoo wake. Leo ninaita moto kwenye vidole vyake, mlivyoviharibu kucha zake. Moto unawaka sahi, nasema moto unawaka sahi, moto unawaka sahi. Wewe uliyeweka uchawi wa kuua mifugo kwenye mikono yake, touch moto, moto unawaka, moto unawaka. Mwachieni shujaa, mwachieni shujaa, mwacheni shujaa. Jina la Yesu. Sema amina kubwa. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Sema ameni kubwa. Amen. Ina nyumba yangu tutamutumikia Bwana. Chagua nani leo, utamutumikia wewe.